Kwa Adamu hakuwa mtu tena, bali akawa nafsi hai. Ile pumzi hai ya Mungu iliondoa asili ya utu ndani yake, asili ya mtu ndani yake, akawa nafsi hai. Na alipokuwa nafsi hai, ina maana huyo Adamu akaanza kusikia sauti ya Mungu. Kwa angebaki kwenye asili ya mtu bila kupuliziwa pumzi hai, asingekuwa nafsi hai. Na kama asingekuwa nafsi hai, asingeweza kusikia sauti ya Mungu, asingekuwa na moyo wa Mungu, asingekuwa na roho ya Mungu, asingekuwa na utendaji wa Mungu, asingekuwa na akili ya Mungu. Kwa hiyo Adamu hakuwa mtu tena baada ya kupuliziwa pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. Kwenye kitabu cha Hesabu, ngoja nikuonyeshe hapa, kwenye kitabu cha Hesabu 23 na ule mstari wa 19. Hesabu 23 na mstari wa 19 anasema hivi: asa Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Ndio maana kitu atasoma nimekwambia, mimi sio mtu wala mwanadamu. Sasa wewe ni nani? Utakuja kutambua wewe ni nani. Asa Mungu si mtu aseme uongo. Kwa akamuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, amtoe kwenye asili ya mtu. Huyu mtu awe nafsi hai, afanane na Mungu. Kwa kinachofanana na Mungu ni kilichofanana na Mungu, sio sura ya Adamu, ila ni nafsi hai, ni pumzi hai ya Mungu ndani ya Adamu iliyombadilisha akawa nafsi hai. Ile nafsi hai ikafanana na Mungu. Ndio maana Mungu akasema mimi sio mtu. Ina maana ukiwa mtu, anasema mimi sio mtu, anasema Mungu si mtu aseme uongo. Ina maana mtu anasema uongo. Mimi si mwanadamu nijute ajute, mimi si wala si mwanadamu ajute. Ili ukiwa kwenye asili ya mtu, lazima na tabia za mtu uwe nazo, lazima ujute kwa sababu wewe ni mtu. Na hata unaposema kwamba mimi ni mtu wa Mungu, hakuna mtu wa Mungu, kwa sababu Mungu sio mtu. Yaani hauwezi ukawa mtu wa Mungu wakati Mungu sio mtu. Yaani hauwezi wewe ukawa mtoto wa injinia wakati baba yako sio injinia. Kwa hiyo ukisema mimi ni mtu wa Mungu, bado wewe sio mtu wa Mungu. Kwa Mungu hamna mtu wa Mungu. Ndio maana hamna sehemu Yesu akasema mimi ni mtu wa Mungu. Hamna. Kwa nini? Kwa sababu mtu ni mwongo. Mtu ana tabia za uongo, ana tabia ambazo sio za Mungu. Ndio maana Mungu akamtoa Adamu kwenye asili ya mtu, huyo Adamu awe nafsi hai kupitia ile pumzi ya Mungu aliyempulizia. Kwa ukibaki kwenye asili ya mtu, hauwezi kusikia sauti ya Mungu, hauwezi kuwa na akili ya Mungu, hauwezi kuwa na nafsi ya Mungu, na hauwezi kuwa na moyo wa Mungu wa upendo. Hauwezi kuwa nao kwa sababu umebaki kwenye sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo sasa niseme hivi, sura na mfano wa Mungu kwa Adamu ni ile nafsi hai ambayo iko ndani ya Adamu iliyombadilisha. Sura na mfano wa Mungu ni ile nafsi hai. Sura na mfano wa Mungu ni ile pumzi hai ndani ya Adamu ikasababisha yeye awe nafsi hai, atende sawa sana na Mungu, aishi sawa sana na Mungu. Lakini ukiwa mtu wa Mungu, ukiwa mwana wa Mungu, ndio maana wengi wasema ni mtu wa Mungu, angalia matendo yao, angalia tabia zao, utakuta ni vitu tofauti. Kwa hiyo wewe sio mtu wala sio mwanadamu.